Ametoka kumfunga Yanga 3, lakini tunajua Dodoma amekuwa akionyesha upinzani mkubwa. Mara ya mwisho amecheza na Simba hapa Jamhuri, ametoa sare 1-1. Kwa hiyo ni mchezo ambao Dodoma Jiji walikuwa hawataki kubali kwamba tunapoteza leo. Mpanzu ni mchezaji mzuri, lakini amekuwa na hana faida kwenye swala zima la kuscore. Yani anaweza akachukua watu wawili akadribble akapress akakaba, lakini inapokuja swala la kuweka mpira wavuni inakuwa ni changamoto sana. Karibu tena mtazamaji wa FJTV ndani ya Sports Recap. Utakuwa nami Neema Kayugwa kama kawaida, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na Joseph Chacha ambaye atakupitisha kwenye uchambuzi katika habari zote ambazo tutakuwa nazo kwa siku ya leo. Kubwa zaidi bwana, ligi kuu Tanzania bara iliendelea kwa siku ya jana, michezo mbalimbali ilichezwa, huku Simba akishinda kwa ushindi mwembamba sana, lakini Fountain Gate FC mbele ya TRA walifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-1. Nini kilitokea katika michezo hii? Endelea kusalia nasi. Lakini kimataifa bwana, tunakutana na Mamelodi ambaye amefanikiwa kuchukua ubingwa wa Afrika siku ya jana mbele ya FAR Rabat. Kwa nami mwanzo hadi tamati ya kipindi hichi. Yes, tumerejea tena mtazamaji wa FJTV, na nikufahamishe tu kwamba baada ya ushindi wa jana Simba mbele ya Dodoma Jiji bwana, ushindi wa bao 1-0, bao ambalo lilipatikana kwenye dakika ambazo watu wengi wa klabu ya Simba, mashabiki pamoja na wachezaji waliona kama Simba inaenda kupata alama moja kwenye mchezo huo, lakini Elie Mpanzu mpira wa pili baada ya Chama kukosa penati, ama tuseme kipa wa Dodoma Jiji kutema ule mpira vibaya, basi wakafanikiwa kupata goli ambalo liliwapa matumaini klabu ya Simba. Lakini ni mmoja ya mchezaji ambaye Mpanzu, ambaye siku ya jana binafsi yangu alikosa sana nafasi. Yani kuna namna kama ulitamani uingie kwenye TV umwangalie Mpanzu wai unafanya hivi. Kwako ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Ushindi mwembamba wa Simba, lakini pointi 3 zilipatikana. Ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa sababu zilikutana timu ambazo sio mbaya sana, kwa sababu Dodoma hata kama haipo kwenye daraja la Simba, lakini tunajua Dodoma ni timu ambayo imekuwa ikionyesha upinzani mkubwa sana, hasa anapokutana na hivi vilabu vikubwa hapa nchini Tanzania. Ametoka kumfunga Yanga 3, lakini tunajua Dodoma amekuwa akionyesha upinzani mkubwa. Mara ya mwisho amecheza na Simba hapa Jamhuri, ametoa sare 1-1. Kwa hiyo ni mchezo ambao Dodoma Jiji walikuwa hawataki kubali kwamba tunapoteza leo, na ndio maana baada ya Simba Sports Club kupata goli, Dodoma Jiji waliendelea kupush, na kuna makosa ambayo yalifanyika mpaka dakika ya mwisho. Dodoma Jiji wangetumia vizuri wangepata goli na kupata sare ya goli 1-1. Lakini issue nzima ya Mpanzu ni mchezaji mzuri, lakini amekuwa na hana faida kwenye swala zima la kuscore. Yani anaweza akachukua watu wawili akadribble akapress akakaba, lakini inapokuja swala la kuweka mpira wavuni inakuwa ni changamoto sana. Najua kuweka mpira wavuni ni sanaa ambayo unakuwa yani uko gifted. Yani unaweza kuwa na uwezo mzuri wa kudribble kukaba, lakini kitendo cha kuweka mpira wavuni ni kitendo cha ambacho mtu kama hauna hauja gifted uweze kufanya. Kwa hiyo jana rebound ambayo baada ya penalty akascore, lakini kuna chance after chance ambazo zilikuwa zinakuja Mpanzu alikuwa anazikosa. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe au anafanya preview baada ya game aweze kuchange, na lakini pia makocha wapo na teammate wapo wanaweza kumrekebisha. Kwa hiyo kama akiboresha eneo la mwisho la kuweka mpira wavuni, na Mpanzu ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kusaidia Simba Sports Club. Sawa, tumalize na klabu ya Fountain Gate ambao siku ya jana wenyewe walicheza mchezo mbele ya TRA. Baada ya ushindi wa mabao 2-1 wamepanda hadi nafasi ya 9 kutoka nafasi ya 11, alama 29. Moja ya makocha ambao amekuja vizuri naweza kusema, na ni aina ya mchezo wake, ama tuseme ni aina uchezaji wake, kocha Minziro amekuwa ni moja ya kocha mzuri, tushamuongelea. Lakini safari ya Fountain unaiona wapi? Nafasi ya 9 mpaka sasa wametoka kwenye ule mstari wa kushuka na kucheza playoff. Mimi nahisi sasa hivi ukikaa na baadhi ya viongozi wa Fountain ama wachezaji wa Fountain watakuwa sasa hivi wanaiona Fountain kwamba kuna 70% au 80% kucheza msimu ujao kwenye ligi kuu ya NBC, kwa sababu wiki 3 nyuma ama 2 zilizopita Fountain alikuwa katika nafasi za chini kabisa, lakini after Minziro kuja pale matokeo yamekuwa kipatikana, sala amekuwa kishinda, na mpaka sasa hivi katika nafasi 10 za juu. Kwa hiyo mimi nimpongeze Minziro, na mimi nahisi Minziro hata kama sina hakika kwamba
hata kama tunajua na mbinu, lakini mimi nahisi strength yake kubwa ipo kwenye namna ambavyo anaweza akawashawishi wachezaji na namna ambavyo anaweza akajenga zile nasema akaongeza morality kwa wachezaji. Yani unapokuwa kocha lazima kuna muda wachezaji wata give up, kumtambia no, bado haijaisha, kwa sababu tunajua ni mzee tayari kama vijana wake. Kwa hiyo the way anavyokuwa na push vijana wake, ushauri, lakini pia kwa sababu tayari aishapitia hizi nyakati nyingi. Kwa hiyo mimi ni wapongeze uongozi wa Fountain Gate kumuona Minziro katika nyakati kama hizi, umemleta na Minziro amekuwa kikifanya, kwa hiyo mpaka sasa hivi ameendelea kuprove. Kwa hiyo congratulations for Fountain Gate. Mimi nahisi mpaka sasa hivi wana asilimia kubwa kubaki msimu ujao. Next season waboreshe kila ambacho walikikosea since the start of this season. Mimi nahisi atakuwa ni team bora. Sawa, mtazamaji wa FGTV, ni kujuze tu pia kwamba jana pia Coastal Union aliweza kucheza mchezo wake na Mashujaa na kufanikiwa kupata ushindi wa bao moja. Kwenye habari za hapa ndani ligi kuu Tanzania bara siku ya jana tunazitamatisha hivyo. Twende kwenye takwimu na tukirejea ni upande wa kimataifa. Klabu ya Mamelodi kutoka nchini South Africa wameandika historia mpya ya soka Afrika baada ya kutoa ubingwa wa CAF Champions League kwa mwaka 2026 kwa ushindi wa jumla wa mabao 2-1 dhidi ya FAR Rabat kutoka nchini Morocco. Mamelodi walishinda mchezo wa kwanza kwa ushindi mmoja tu mjini Pretoria kabla ya kutoka sare ya bao 1-1 nchini Morocco na kutoa taji hilo kubwa la Afrika kwa ngazi ya vilabu. Kiungo nyota Mokoena alikuwa shujaa wa mchezo huo baada ya kufunga bao muhimu lililowapa ushindi Mamelodi ugenini, huku kipa wao Lonnie Williams akitoa penati muhimu iliyoifanya timu hiyo kubaki mbele hadi mwisho wa mchezo. Huu unakuwa ubingwa wa pili wa Afrika kwa Mamelodi baada ya mara ya kwanza mwaka 2016 walipoifunga klabu ya Zamalek kwenye fainali. Mafanikio haya pia yanafuta maumivu ya msimu uliopita ambapo klabu ya Mamelodi ilipoteza fainali dhidi ya Pyramids. Kwa ushindi huo, klabu ya Mamelodi wamethibitisha tena ubora wao barani Afrika na sasa wataiwakilisha Afrika kwenye mashindano makubwa ya kimataifa ya vilabu msimu ujao. Bwana, tumetoka kutizama na kusikiliza takwimu hapa. Tumemkuta bingwa wa Afrika kwa mwaka 2026 si mwingine ni klabu ya Mamelodi. Kusema ukweli, Joseph, moja ya mashindano ambao binafsi yangu nilitamani Mamelodi wachukue ubingwa ni msimu, kwa sababu timu wanayo, kikosi wanacho, uwekezaji waliofanya, pamoja na moja ya wachezaji ambao nawapenda ni golikipa wao. Amekuwa ni golikipa mzuri, amechukua tuzo mbalimbali Afrika, lakini baada ya finali ya kwanza kupata ushindi wa bao moja akiwa nyumbani, ameenda ugenini siku ya jana, sare ya bao 1-1 imewapa ushindi. Kwako ulikuwa ni michuano ya aina gani na mpaka safari ya Mamelodi imefika tamati na kuchukua ubingwa kwa ujumla? Kwanza swala la Mamelodi kuchukua ubingwa wa Afrika ilikuwa ni swala la muda tu, kwa sababu walikuwa wamefanya karibia asilimia zote katika yani vile vitu ambavyo vinahitajika kama timu ili uweze kushinda ubingwa wa Afrika. Walikuwa shafanya kila kitu, uwekezaji, management na kila kitu, walikuwa very competitive. Kwa hiyo mtu anaweza kujiuliza since 2016 mpaka siku ya jana Mamelodi Sundowns walikuwa bado hawajachukua ubingwa wa Afrika. Changamoto ilikuwa ni nini? Kwa sababu ya mistake ndogo ndogo na maswali yalikuwa ni mengi sana. Walikuwa kifika quarter final, finali kupoteza. Kwa hiyo uwekezaji waliofanya Mamelodi Sundowns, wana wachezaji wa gali sana, wana striker wao Brian Leon bilioni 9 ambazo ukiziconvert kwenye timu zetu hizo ambazo zimekuwa zikishiriki ni bajeti ya timu zetu nzima, lakini wao wanamsajili kwa bilioni 9. Kwa hiyo Afrika ili uweze kuwa champions lazima uwekeze. Kwa sababu huwezi kushindana na Al Ahly, huwezi kushindana na FAR Rabat ambao watu wanalipa mishahara mikubwa kina Pyramid. Kwa hiyo siku ya jana aggregate 1-1, aggregate 2-1, Mamelodi wamedeserve kuwa washindi, kwa sababu kuhusu quality, kuhusu style of playing, kuhusu makocha na management na kila kitu ndani ya timu kiko vizuri. Kwa hiyo ushindi wao wa pili toka mwaka 2016 wamedeserve kwa 100% kwa washindi wa CAF Champions League. Sawa, mtazamaji wa FGTV, Mamelodi rasmi ni mabingwa wa Afrika kwa ngazi ya vilabu, na hapa bwana wanaenda kuliwakilisha taifa ama wanaenda kuiwakilisha Afrika kwa ujumla kwenye mashindano ya vilabu kwa upande wa duniani. Tuongee kidogo kwa sekunde chache. Baada ya Pyramids msimu uliopita, Mamelodi sasa hivi wamechukua ubingwa. Kipi kinakusukuma kuona kwamba
timu zetu za Afrika zitaenda kufanya vizuri kwenye World Cup kwa ngazi ya vilabu? Wataperform vizuri kwa sababu wachezaji wapo. Kifano Mamelodi ameshiriki Club World Cup Marekani. Tumeona performance ambayo alionyesha, ni moja ya timu ambayo ilikuwa na performance nzuri. Najua kwenye mpira kuna jambo moja kiasi tunaliongea, ni uwekezaji. Yani usipokuwa na quality player kwenye mpira hauta perform. Yani mambo mengine yanakuwa ni extra, kwamba si wachezaji si mishahara nini, lakini quality uwanja, kwa sababu mpira unacheza dakika 90 kwenye kiwanja. Kwa hiyo mimi nahisi kwa wachezaji ambao wamefanya baadhi ya vilabu, Pyramid wamesajili wachezaji wazuri sana. Najua Pyramid imechukua bingwa wa CAF msimu jana. Watu walikuwa wanaona kama vile ni fatiki, lakini no, ukiangalia squad ambayo Pyramid wanayo. Siku moja nilikuwa namsikiliza Mayele anasema mchezaji ambaye analipwa mshahara mdogo pale Pyramid ni milioni 50 kwa pesa hapa nchini Tanzania. Unaweza kuimagine, yani mchezaji ambaye analipwa kiwango kidogo cha pesa. Sasa ni uwekezaji mkubwa ambao anaofanya. Kwa hiyo mimi naona wataenda kuperform vizuri kwa sababu quality wanayo, wachezaji wazuri wapo. Tuwatakie heri wanapokuwa wanaenda kushiriki katika michuano mingine huko duniani. Sawa, mtazamaji wa FGTV, hapa tunafika tamati ya Sports Recap. Nimekujuza kwamba Mamelodi ni bingwa wa Afrika siku ya jana, sare ya bao 1-1 mbele ya FAR Rabat, ushindi wa jumla mabao 2-1. Lakini kwa hapa Tanzania tulikofahamisha kwamba Simba siku ya jana waliweza kupata ushindi na imemweka kileleni mwa msimamo, lakini Fountain Gate kutoka nafasi ya 11 mpaka nafasi ya 9 baada ya ushindi mbele ya TRA siku ya jana mabao 2-1. Mimi ni Neema Kayubu, Joseph Chacha alikuwa hapa kwa ajili ya uchambuzi zaidi, na hapa tunafika tamati ya Sports Recap, na hii ni FGTV.